Karibu sana katika video yangu hii. Leo nataka kuwaonyesha vile mnaweza kutumia huu mmea. Hii ni jani la muujiza. Kwa wale ambao kutafuta njia ya kujua jani la muujiza. Majani ya muujiza ni mengi kama vile niliwaambia, lakini sana sana lile ambalo lina uwezo wa kufanya kazi ambazo nafundisha mara nyingi ni aina hili. Hapa ninataka kuwaonyesha watu wengi wanaweza kuwa wanalitumia na hawaoni majibu yake, na wengine mnatumia mnaona majibu. Sasa nataka nionyeshe namna ya hatua ambazo zinatakana kuchukuliwa wakati ambapo unataka kutumia jani la muujiza. So jambo la kwanza ni lazima ujiandae nyumbani. Ujue unaweza kuchukua siku 2 hivi. Kama utachukua kama hadi kazi hiyo utaifanya kama siku 3 zinakuja, unaanza kujiandaa. Unaweza kutumia spiritual bath, yani ile kujitakasa, kuoga kule kwa kiroho, kujiandaa na vipengele vya kiroho ili kujisaidia kwa matayarisho, kujitenga na vitu fulani na kukumbutana na vitu fulani, kuomba maombi ya aina fulani ili kujitayarisha kwa kitu tunaita kwa kizungu dedication, preparation and dedication. So wakati umemaliza kujiandaa, labda nyumba ile mnalala watu wengi, utakuwa ni mtu wa kwanza siku hiyo kuamka kwa hiyo nyumba. Ikiwa mtu mwingine atakutangulia kuamka, hiyo siku usifanye hiyo kazi. Ni lazima uwe ndio mtu wa kwanza kutangulia kuamka kwa hiyo nyumba. Jambo la pili, utakapoenda kuchukua mmea usiongee na mtu unapotoka kwa nyumba. Jambo la tatu ni wewe uwe wa kwanza kutembea hiyo njia mahali kwenda huo mmea huko. Ni vizuri sana mmea kufanya kazi na wewe wakati umeuchukua kutoka kwa mahali imepandwa wewe mwenyewe. Yani usiletewe majani tu, ni wewe mwenyewe uchukue mahali imepandwa. Itafanya kazi nyingi sana. Sasa process ya kuchukua mahali imepandwa ni hii yenye nakuelezea. Yani wewe uwe kwanza kupita kwa ile njia alfajiri na mapema, uende uchukue. Hakikisha kwamba jua alijachomoza upande ule wakati unaenda. Ukifika pale ni utoe viatu ukanyage kwa ardhi, maana hii ni kazi ya asili. Inahitaji motherland, mama wa mimea huyu, mama ambaye anatupatia, yani ardhi ambayo inatupa vitu vyote ambavyo tunahitaji, iweze kushikamana na miguu yako. So kanyaga kwa mchanga. Jambo la lingine ni kwamba uweze kubeba hela yoyote ya coin yoyote ya pesa katika taifa lako, hata kama ni kadogo. Utaenda kuiweka chini ya mmea ule. Ukishaweka hapo chini ya mmea, alafu sasa mmea mwenyewe kama huu, sasa utaanza kusema majina yako na utaanza kusema vile unavyotaka, kwa nini unataka kuchukua huo mmea na kwenda kutumia, unaenda kutumia kwa kitu gani. Ukishamaliza ndio unatoa ile majani. Sasa yale majani yatatolewa kulingana na ile kazi yenye unaenda kufanya. Wengine 3, wengine jani 1, wengine hata ni 7, wengine ni zaidi. Inategemea unaenda kufanyia kazi gani. Ukishamaliza sasa ndio unavaa viatu, alafu sasa unabeba majani yako unaenda. Sasa unafanya chochote ambacho unataka kufanya. Kwa njia hiyo utaona ni rahisi sana, muujiza yako inatendeka sawa sana majina ya huu mmea. Na kushukuru wewe ambao umenitazama, itakuwa ni rahisi. Mmea huu niliwaambia hauuzwi. Usiende kununua mali alafu unaenda kufanyia kazi. Wala ambao wanaenda kuuza, wakienda kununua ni kama umetransfer vitu vizuri ambavyo vingekuja kwako, unapeana mwingine. Kwa hiyo mmea huu unapeanwa bure, hauuzwi. Na kama itabidi kuuza, lazima itakuwa ni shukrani tu, mtu yule atakurudishia, lakini si kwamba unahesabu majani 1, 2, 3 hiyo ni pesa fulani. Hapana. Hii si kama ogrisi ilivyo. Majani ya ogrisi ndio tunauza, majani mengine yako ambao tunauza, lakini hii hatuwezi kuuza. Mungu akubariki. Asante kwa kunitazama.